Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League, mchezo wa mzunguko wa 28 zikiwa zimesalia mechi mbili kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC ambayo tumetoka kutazama kutokea katika uwanja wa Jamhuri uliopo mkoani Morogoro. Ni mtanange ambao umeweza kuikutanisha klabu ya soka ya Mtibwa Sugar wakiwa nyumbani Morogoro dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo huu umeweza kutamatika mara baada ya wekundu wa Msimbazi ama klabu ya soka ya Simba kuweza kuondoka na ushindi katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan katika kipindi cha kwanza, kipindi cha pili mpaka dakika 90 zinatamatika. Basi kwa upande mwingine Simba na Mtibwa wameweza kutupa moja ya mechi bora kabisa kwa kutokea katika ligi kuu ya NBC. Fahamu katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Simba walikuwa aggressive, yani walikuwa wapo makini kweli kweli kuhakikisha kwamba wanalisakama lango la klabu ya soka ya Mtibwa Sugar. Katika dakika ya 8 Shomari Salum Kapombe aliweza kuchezwa rafu ndani ya boksi na mwamuzi wa kati akaweza kuamuru kuwa mkwaju wa penati, na penati hiyo kwa upande mwingine kapigwa katika dakika ya 9 kupitia kwa mchezaji ambaye ni kipenzi cha mashabiki wa klabu ya soka Simba, beki ambaye amezoea kushinda Rushan Diruki, ambapo anashuhudia penati aliweza kuipiga kwa ustadi wa hali ya juu katika dakika ya 9 na kuweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuweza kuandika bao la kwanza, na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Simba Sports Club walikuwa kifua mbele kwa bao 1-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mtibwa Sugar. Katika kipindi cha pili Simba Sports Club wakaja na malengo ya kushambulia. Tunashuhudia dakika ya 77 kupitia Anicent Aura, mchezaji ambaye anacheza katika eneo la winga namba 11, aliweza kupiga penetration pass ama pasi ya mpenyezo, na pasi hiyo moja kwa moja ikafika kwa Selemani Mwalimu Gomes, na kwa upande mwingine dakika 77 Selemani Mwalimu akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, na moja kwa moja bao hilo kaifanya klabu ya soka ya Simba kuweza kufikisha alama 67, kwa sababu kiangalia kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC anayeongoza ligi ni Young Africans ama Yanga, ambao wamecheza michezo 28 wakishinda michezo 21, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wana pointi 69 katika nafasi ya kwanza, lakini Simba ambaye ametoka kuifunga Mtibwa yupo nafasi ya pili akiwa amecheza michezo 28, ameshinda michezo 20, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba ana alama 67 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya Yanga Sports Club na kocha timu ya soka ya Simba ni alama pili, huku zikiwa zimesalia mechi mbili kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Simba wameweza kupata dhidi ya Mtibwa Sugar, like video yetu afu tuambiwe ni mshabiki ambaye unaifuatilia Simba ukiwa maeneo gani. Yes bwana, mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Mtibwa Sugar kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kuondoka na ushindi wa mabao 3-0 katika uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameweza kutoa neno cha kwanza. Ameyaposti matokeo ya 3-0 dhidi ya Mtibwa Sugar, kisha akaandika hivi: 3 za uwezo wetu, alhamdulillah. Huyo ni Ahmed Ali akimaanisha kwamba Simba wameweza kufunga goli 3, na hizo goli 3 si za makando kando, bali ni kutokana na uwezo ama kiwango bora ambacho wameweza kukionyesha katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mtibwa Sugar, na si zile 3 ambazo ni za kununua ama za kuonga wachezaji. Tuambie eneo la comment kwa hiki ambacho amekisema Ahmed Ali. Je, ni kweli Simba wameshinda kwa uwezo wao ama kuna makando kando? Toa maoni kwenye comment hapo na sisi tutakuja kuyasoma.